Brothers and sisters, Buna dada, last time we were talking about the church during Corona time. ule wakati mwingine tulikuwa tunena kuhusu kanisa kwa kipindi cha corona. And I would like to continue from there. Na ningeliomba niendelee tokea pale. Last time, number one, we talked about you need to sanctify yourself. Wakati ule mwingine tulinena ya kwamba jambo la kwanza jitakase wewe mwenyewe. Number two, Pili, you need to stand in the gap for the sake of the land. yapaswa usimame kwenye pengo kwa ajili ya nchi. Number three, Tatu, you need to make persistent prayer. ufanye maombi ya kusisitiza. Number four, Cha nne, you need to pray and fast. yapaswa ufunge saumu na kuomba. Number five, Cha tano, you need to live by faith. yapaswa uishi kwa imani. Number six, Cha sita, you need to pay your tithe and givings or offerings and also vows. ya kupasa kulipa fungu la 10, kutoa sadaka na pia kuweka nadhiri na kuwajali maskini. And also give to the poor. Na pia kujali maskini ama kupeana kwa maskini. Today or this time, Leo ama wakati huu we want to continue from there. tungelipenda tuendelee tokea pale. That is number 7. Cha saba, You need to make prophetic prayers at such a time. yapasa wakati kama ufanye maombi ya kiunabii. I know you have prayed Najua umeomba and you have to continue praying. na yapasa kuendelea kuomba. You have fasted, Umefunga saumu, but you have to continue fasting. lakini yapasa uendelee But pia. now is the time. Lakini sasa ni You need to wakati make prophetic prayers. yapasa kufanya maombi ya kiunabii. Praying prophetically Kuomba kiunabii according to the word of God. kulingana na neno la Mungu. Remember, prayer only become powerful when it is according to the word of God. Kumbuka ya kwamba maombi yanakuwa na nguvu endapo tu yanazingatia neno la Mungu. Every time you pray according to the word of God, Na kila mara unapoomba sawasawa na neno la Mungu, the prayer become prophetic. basi yale maombi yanakuwa ya kiunabii. But also prophetic prayer Na pia maombi ya kiunabii need to be prayer full of faith, ni maombi yaliyojaa imani, prayer that is conclusive, maombi ambayo yanakutamatisha, prayer that gives time limit, maombi ambayo yana wakati fulani, prayer that is focused. maombi ambayo yanalenga. Let's look at Exodus chapter 14 verses 13. Naomba tazame kitabu cha Kutoka mlango wa 14 mstari wa 13. The Bible says, Biblia yasema, and Moses said unto the people, Musa akawaambia watu, fear you not, msiofu, stand still hebu msimame wima, and see the salvation of the Lord, mkauone wokovu wa Mungu which he will show you today. ambao atawaonyesheni leo. How I love prophets of the Old Testament. Jinsi ninavyopenda manabii wa kale. They will tell the audience Wangeambia watazamaji about the problem ama umati kuhusu tatizo and give them solution na wapeane suluhisho and give them time frame. na wapatie pia muda. These are the prophets who will say today, Wale ni manabii ambao wangesema leo, before they handle the problem, kabla hujashughulikia lile before the tatizo, problem is over. kabla tatizo They halijakwisha. will say today, Wangelisema they leo, will say this year, wangesema mwaka they huu, will say this month, wangesema mwezi they huu, will say this week. wangesema wiki hii ama juma They will hili, say that wangesema vile before the problem is over. kabla tatizo halijakwisha. When Moses was saying, today you shall see the salvation of the Lord, Musa aliposema kwamba leo hii mtauona wokovu wa Mungu, I tell you, even that time when he was saying the Red Sea was full of water, na kuambia wakati ule akisema yale maneno, bahari ya Shamu ilikuwa imejaa pomoni and there was no path in the Red Sea. na njia haikuwepo kwenye bahari ya But I Shamu. can see Musa still saying, I'm talking to you, it is about today. Lakini namwona Musa akisema ni leo You shall see the salvation of the Lord. mtauona wokovu wa Mungu. He was too sure. Alikuwa na uhakika He kabisa, was full of faith. alijawa He imani, was very conclusive. alikuwa na utamati. Brother, we are challenged by that. Twatiwa changamoto na hilo. That is the sort of prophets we need this time. Hao ndio manabii ambao twawahitaji leo. We don't need those prophets who are telling people about how we are going to die. Hatutaka kuna manabii ambao wanaambia tu jinsi unaenda They are kufa, seeing snakes on you. wanaona nyoka, Or they are seeing your brother is the one killing you. ndugu yako ndiye anayekuwa, I'm seeing corpse, I don't know, I'm seeing whatever. naona maiti, naona kaburi. But these were prophets who will speak conclusive solutions. Hawa ni manabii ambao walipeana suluhisho. And the Bible said like this. Na Biblia yasema, Moses said like this. Musa akasema, For the Egyptian whom you have seen
today, Wamisri ambao mnawaona leo, you shall see them again no more forever. hamtawaona tena milele. Where are the prophets who can say, Wapi manabii ambao the watasema corona which you are seeing this time, korona ambayo tutaiona leo you shall see it no more again. hautaiona tena, You shall see it no more again. hautaiona The tena. world is looking for such a prophet. Ulimwengu atafuta manabii wa jinsi ile. The world is looking for such a prophet. Ulimwengu atafuta manabii wa These were sampuli ile. prophetic statements. Hizi zilikuwa ni semi za kinabii, They were solving the problem that was there nationwidely. ilikuwa ni suluhisho kwa tatizo ambalo lilikuwa pale likiadhiri nchi nzima. My brother and my sister, Ndugu dada yangu, you need to reach at such a time of such a level of prayer yapasa tufikie kiwango kama kile cha where you kuomba make prophetic prayers, ambacho wafikia na kuomba maombi ya solve kiunabii the problem that is there. ili kupeana suluhisho kwa Very tatizo lilopo. conclusive prayer Maombi yaliyo na that utamati, is full of statements that are very conclusive. ambaye amejaa semi zilizo za uhakika na semi za kutamatisha. Let's look at 1 Samuel chapter 17 verses 46. Samueli wa kwanza 17:46. 1 Samuel chapter 17 verses 46. Samueli wa kwanza The 17:46. Bible says like this. Biblia yasema This hivi: is David facing Goliath, a problem. huyu ni Daudi ambaye anakumbana na tatizo la He was Goliathi. facing a problem. Alikuwa akumbana na A tatizo, very big problem. tatizo kuu, A national problem today to the tatizo nation ambalo of Israel. laadhiri taifa nzima la And when Israeli. David was facing the problem, Daudi alipokabiliana na lile tatizo, listen to the statement he made. sikiza usema aliyopeana. That in 1 Samuel chapter 17 verse 46. Samueli wa kwanza The 17:46. Bible says like this. Biblia yasema This hivi, is a statement from a young man. usemi huu atoka kwa kijana He huyu. said like this. This Kasema hivi, day leo hii will the Lord deliver thee into my hand. Mungu atakutia mkononi mwangu. A young man is declaring a day, Yaani kijana atangaza siku, and he's saying that the problem is over, asema tatizo lafikia mwisho and the time limit is this day, na wakati wa tamati ni sasa, and the Goliath is going to be delivered into his hand. ya kwamba Goliathi atiwa mikononi mwake. And I will smite thee Nitakupiga and give thee the carcass of the host of the Philistines. na mzoga wako basi, na mzoga wa Filisti This nitapeana. day Nitapeana ndege na unto hayawani, the fowls of the air. nitapeana ndege May wa we join angani. together, may I join together with other prophets of Kenya Hebu niungane pamoja na manabii walioko Kenya and men of God na watumishi wa Mungu and people of na God, watu wa Mungu, warriors, prayer warriors. mashujaa wa maombi. I want us to join together and say this month, Naomba tushikamane, tuseme mwezi huu, this day, siku hii, this week, wiki hii, this day. siku hii. Praise the Lord. Bwana Yesu And in atukuzwe. the name of Jesus, Na katika jina la Yesu, may we say, hebu tuseme this month, mwezi huu, God hear our prayers. Mungu sikia ombi Let letu, a miracle take place. wacha muujiza May utimie. corona be die. Korona ife, May corona die. korona May ife, corona die. korona ife. My brother and my sister, Ndugu dada yangu, we need such a voices to join. tunahitaji sauti sambuli ile kuungana, Prophetic voices. sauti za kiunabii. Number 8, 8. at such a time Wakati kama huu, when we are fighting against this germ known as corona, wakati napopambana na janga hili lilitwalo korona, Christians need to understand the authority that they have. Wakristo wapasa kufahamu mamlaka You walionayo. can never fight well unless you know the weapon you have. Huwezi pigana vyema kama haujui silaha You can ulizonazo. never fight well unless you know how the enemy is. Huwezi pigana vyema hadi ujue adui wako yuwapigana vipi. So there are some things that are very important Basi kuna vitu ambavyo ni vya muhimu that I mno, need to go through in the Bible, ambavyo yapasa nipitie so vilivyoko that kwenye you Biblia, understand your authority when you are in this prayer war. ili uweze kuelewa vyema kabisa mamlaka ulionayo wakati huu wa vita. Understanding our authority, number 1, Jambo la kwanza, kufahamu mamlaka tulionayo. Jesus stripped the devil of all his power and weapon. Jambo la kwanza, Yesu alimvua shetani mamlaka yote na silaha zake zote. Another version says he spoiled the devil.
Tafsiri nyingine yasema alimwangamiza Another shetani. version says he disarmed the devil. Tafsiri nyingine yasema alimpokonya silaha. Colossians chapter 2 verses 15. Wakolosai mlango wa 2 mstari wa The Bible 15. says like this. Biblia yasema hivi, And having spoiled principalities. akishazivua enzi So mamlaka. what we say, the principalities was spoiled. Twasema nini basi? Mamlaka yalivuliwa. Having spoiled principalities. Akishavua mamlaka, Having stripped principalities. Disarmed principalities. akishatoa silaha kwa mamlaka And powers. na nguvu, He made a show of them openly, alionyesha waziwazi, trampling over them in it. akishangiliza juu yake. When you read Good News Bible, Ukisoma tafsiri ya habari it njema, says like this. sema hivi, He made a public spectacle. alifanya aliweka jambo hili waziwazi, kila mtu akaliona. After the cross, Baada ya msalaba, Jesus led the devil and all the host of demons. Yesu aliongoza mapepo na wafuasi na mapepo yote, And he made a Shetani na mapepo spectacle, a yote. spectacle or a show. He made a show akafanya onyesho, by leading them as captives akawaongoza kama in wafungwa his victory procession. katika gwaride yake ya I ushindi. have good news for you. Nina habari njema kwako. This demon you fear, Pepo hili ambalo waogopa, your Savior led them, all of them, as captives. mwokozi wako aliliongoza kama mfungwa. They were led as captives Waliongozwa kama in wafungwa victory procession. katika gwaride ya There was ushindi. a victory procession in heaven Kulikuwa na gwaride ya ushindi mbinguni after the cross. baada ya msalaba. And Jesus made a spectacle. Yesu akaonyesha onyesho la He waziwazi, led all hosts of the devil. akaonyesha majeshi ya mapepo yote, He led them akawaongoza in a procession of victory. katika gwaride yake ya And ushindi, all heaven saw what Jesus did. na mbingu nzima ikaona kile ambacho Yesu alifanya. And the Father said, it is done. Na Baba akasema I imetimia. want to tell you, my brother, Naomba nikwambie ndugu you're yangu, fighting about the devil, against the devil. wapigana dhidi ya But shetani, this devil lakini huyu is shetani disarmed already. yeye tayari He hana was silaha, stripped already. amepokonywa He has silaha, no weapon, my hana brother. silaha. He Huyu has no shetani weapon. hana silaha, He was disarmed by alivuliwa the power of the cross. katika nguvu za msalaba. Somebody say amen. Mtu aseme amen. So when you are praying, Basi unapoomba don't ever think that you're boxing the devil. usifikiria kwamba ati wapigana masumbwi na Because the devil shetani, was already boxed by maana Jesus. shetani aishapigwa masumbwi na Yesu. That is the understanding of the authority of God. Hiyo ndio kuelewa mamlaka tulionayo katika Mungu. Some people say, Wengine husema let me struggle so much eti ning'ang'ane mno so that I can fight better. ili niweze kupigana vyema. Jesus already fought better for you. Yesu alipigana vyema kwa You are ajili more than a yako. conqueror. Wewe ni zaidi ya You are mshindi. more than a conqueror. Wewe ni zaidi ya You are mshindi. more than a Wewe ni conqueror. zaidi ya mshindi. Number 2, Pili au ba, the Bible says Biblia he yasema destroyed the devil. alimwangamiza He shetani, destroyed him. alimwangamiza. The Bible says like this. Biblia yasema hivi, For as much then as the children and partakers of flesh and blood, kama jinsi wana washiriki damu na nyama, he also himself likewise took part of the same. yeye naye vile vile pia alishiriki kwa hayo, That through the death, ya kwamba kupitia kwa kifo through chake, the death, kupitia kwa kifo chake, through the death, kupitia kwa kifo he chake might destroy him that had the power of death. aweze kuangamiza yeye aliyekuwa na mamlaka kwa kifo. That is the devil. Huyo ni shetani. So by the death of Jesus, Kwa kifo cha Yesu the devil was destroyed. shetani The aliangamizwa. devil was destroyed. Shetani The devil aliangamizwa. was destroyed. Shetani aliangamizwa. It is only Jesus Ni Yesu peke who yake fulfilled the law. anayetimiza sheria, Yet was righteous. ili hali alikuwa When you mwenye haki. fulfill the law, Alipotimiza sheria, he removed the law. basi atangua ile When the sheria law ama was akaondoa. removed, Sheria ilipotolewa, sin had no power. basi dhambi ikakosa And when nguvu. sin had no power, Dhambi ilipokosa nguvu, death had no power. basi mauti ama kifo Because ikakosa the nguvu, sting of
the death is from the sin, maana nguvu za dhambi ziko kwenye kifo, and victory was got, na ushindi and the ukapatikana, devil was defeated. shetani I akashindwa. said the devil was destroyed by Nasema Jesus. shetani alishindwa He na was destroyed Yesu, by Jesus. aliangamizwa na Yesu. The devil is not waiting for judgment. Shetani hasubiri He hukumu, was already judged. tayari All his ameshahukumiwa, issues were over. shughuli zake zote zimekamilika. Don't ever think the devil is waiting for judgment. Usidhania ya kwamba shetani anasubiri hukumu, Because he was not given chance to ask maana forgiveness. hajapewa nafasi ya kutubu. It is us who are waiting for Ni judgment, sisi ambao twasubiri and we hukumu, are given chance for na forgiveness. tumepewa fursa ya So kutubu. him, he has no time, and will never get a time for forgiveness. of sin. Shetani hana nafasi, hatapewa, basi yeye ameshahukumiwa tayari. Number 3, Cha tatu au cha the keys of death and life were taken over by Jesus. funguo za kifo na uzima zilichukuliwa na Yesu. The keys Funguo of death za kifo and life na uzima was taken over zilichukuliwa ama zilitwaliwa from the devil. kutoka kwa shetani. Look at Revelation chapter 1 verses 18. Ufunuo mlango wa kwanza mstari wa 18. Revelation chapter 1 verses 18. Ufunuo wa kwanza mstari wa The 18. Bible say, Biblia yasema, I am he that liveth mimi ndiye niliye hai, and was dead. nilikuwa nimekufa, And behold, na tazama I am alive ni hai forevermore. Amen. milele na milele. Amini. And have the keys of hell and of death. Na ninazo funguo za kuzimu na kifo. So my brother and my sister, Ndugu dada yangu, Jesus Yesu has power over death. ana nguvu dhidi ya He kifo, has the keys of hell. ana ufunguo za He has the kuzimu, keys of death. ana funguo za kifo. So as you pray, Unapoomba you must know your authority. lazima ujue mamlaka ulionayo, That the power of death are in the hand of Jesus. ya kwamba